Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote, jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Karibu katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi, leo ikiwa ni Juni 3 ya mwaka wa 2025. Tuombe. Mtakatifu, 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 Baba yetu na Mungu wetu ketie mahali pasiri juu mbinguni. Jina lako takatifu litukuzwe. Ninasema asante kwa ajili ya asubuhi ya leo. Ninasema asante kwa ajili ya uzima na nafasi ya pekee uliyotupatia. Tunaomba ukatusamehe dhambi zetu, ukatutakase na kutufanya upya tena. Tunakushukuru kwa ajili ya afya zetu, na wale ambao ni wagonjwa katikati yetu, tunawaombea uponyaji wako. Jina lako litukuzwe, kwani wewe ni mwema na fadhili zako ni za milele. Enda nasi asubuhi ya leo katika jina la Yesu, amina. Mada ya leo inasema wanafunzi wa mwalimu wa mbinguni. Imejengeka katika kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ile ya kwanza ya 41. Neno la Mungu linasema, tumemwona Masihi, yaani maana yake Kristo. Wanafunzi wawili wa Yohana walikuwa wamesimama karibu naye. Yohana akamwona tena Yesu miongoni mwa watu. Mara tena uso wake ukaangazwa kwa utukufu wa mbinguni, alipopaza sauti yake na kusema, tazama mwana kondoo wa Mungu. Maneno hayo yaliamsha mioyo ya wanafunzi. Wanafunzi wake hawakuyafahamu sawasawa maana ya jina hilo Yohana analomwita mwana kondoo wa Mungu ni nini. Yohana mwenyewe hakulifafanua. Walipomwacha Yohana walikwenda kumtafuta Yesu. Mmojawapo alikuwa Andrea nduguye Simoni, mwingine alikuwa Yohana mwinjilisti. Watu hawa ndio walikuwa wanafunzi wa Yesu wa kwanza. Walimfuata Yesu wakiwa na hamu ya kusema naye, walakini waliogopa, wakanyamaza tu. Hayo yakabaki mawazoni. Je, huyu ndiye Masihi? Yesu alifahamu kuwa watu wawili hawa walikuwa wakimtafuta. Wao ndio walikuwa matunda yake ya kwanza katika kazi yake. Na kulikuwa na furaha moyoni mwa mwalimu huyu wa mbinguni kwa kuwa roho hizi ziliitikia neema yake. Lakini aliwageukia, aliwauliza, mnatafuta nini? Angeweza kuwaacha huru warudi nyuma au wazungumze tamanio lao. Walikuwa na kusudi moja tu. Uwepo wake ulijaza mawazo yao. Wakasema, Rabi, maana yake mwalimu, unakaa wapi? Kwa mazungumzo mafupi wakiwa hapo njiani, hawakupokea kile ambacho walikuwa wakikitamani. Walitamani kuishi na Yesu na kusikia maneno yake. Aliwaambia, njooni mwone. Walikuja, wakaona anapoishi, wakakaa naye siku hiyo. Kama Yohana na Andrea wangekuwa na mioyo isiyoamini, kama walivyokuwa makuhani na wakuu, wasingekuwa wameketi kama wanafunzi miguuni pa Yesu. Wangekuja kama wakosoaji ili kupima maneno yake. Kwa namna hiyo, wengi hufunga mrango kwa fursa nyingi za thamani. Lakini wanafunzi hawa wa kwanza hawakufanya hivyo. Waliitikia mwito wa Roho kwa njia ya mahubiri ya Yohana Mbatizaji. Sasa waliitambua sauti ya mwalimu wa mbinguni. Kwao, maneno ya Yesu yalikuwa mazuri, dhahiri na mapya. Nuru ya mbinguni iliangaza katika Agano la Kale na kuwaelimisha maneno yake. Mada za kina za ukweli zikadhihirika nuruni. Ni kwa moyo wa kutubu na imani na upendo ndipo roho huwezeshwa kupokea hekima kutoka mbinguni. Imani ifanyayo kazi kwa upendo ni ufunguo wa maarifa, na kila mwenye upendo anamjua Mungu. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ile ya 4 aya 7.
Siku ya pili yake Yesu alipokuwa akienda Galilaya, alimwona Filipo akamwambia, "Nifuate." Filipo alitii amri hiyo mara moja, naye akawa mtendakazi wa Kristo. Tumaini la Vizazi Vyote sehemu ya kwanza, ukurasa wa 116 na 118. Kumbuka hii ni Juni 3, mada ikisema wanafunzi wa mwalimu wa mbinguni. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu dumu kuwa nasi sasa na hata milele. Amina.